نعم. يقول رحمه الله تعالى: ومن أهم الشروط، na katika zilizokuwa muhimu zaidi na katika masharti yaliyo muhimu zaidi mpaka kufikia mtu kuhukumiwa kwamba huyu ni kafir au huyu ni fasik au huyu ni mubtadi', katika masharti yaliyo muhimu zaidi an yakuna aliman bimukhalafatihi allati aujabat an yakuna kafiran au fasiqa, ni kuwa ni mwenye kujua mukhalafa wake, au ni kuwa ni mwenye kujua kwa kule kukhalifu kwake ambako kutampelekea kuwa ni kafir au kuwa ni fasik, ni kujua ule mukhalafa wake, ni lile jambo ambalo ni kimakosa au analijua jambo ambalo linampelekea yeye kuwa ni kafir au fasik, au analijua jambo hilo. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya kauli yake Allah aliyekuwa ametukuka: waman yushaqiqi rasula, na yoyote atakaye muasi mtume, yoyote atakaye mukhalifu mtume, min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu. Alilmu nafi', ilmu nafi' imemfikia, uongofu umemfikia, akakhalifu. Isitoshe, wayattabi' ghayra sabili almu'minin, na akaifuata njia isiyokuwa ya waumini, nuwallihi ma tawalla, tutamgeuza yeye kwenye lile alilolichagua, au tutamgeuza kule alikogeuka. Wa nuslihi jahannam, na tutamuingiza yeye katika moto wa jahannam. Wasaat masira, na yamekuwa mabaya kabisa kwa hiyo jahannam kuwa ni marejeo mabaya ya mtu, mahali pa kurejea ni katika hiyo jahannam, waliyadhu billah. Kwa hiyo ndo kupitia hili ahlul ilmi wanaeleza kwamba miongoni mwa masharti ya at-takfir na at-tafsiq ni mtu kuwa al-mukallaf, yani baligh aqil, awe ametimiza masharti haya. Sharti la kwanza, kwa maana kuna takfiri kwa mtoto mdogo wala kwa mwenda wazimu. Kadhalika al-ilmu bima tujibuhu mukhalafatuhu, ni kulijua lile ambalo litamwajibisha yeye, kumtampelekea yeye kwenye kukhalifu kwake, na miongoni mwa ushahidi wa hiyo ni aya hii. Kinyume cha hivyo hata stahiki yeye kuhukumiwa juu ya ukafiri. Kadhalika katika masharti ambayo atayataja ni at-tadhakkur, mtu amefanya jambo kwa kukumbuka, asiwe amefanya kwa kusahau, au kwa lugha nyingine pia amefanya kwa bahati mbaya. Kadhalika iwe ni kwa kukusudia, isiwe amelifanya jambo hilo bila kulikusudia, amelifanya kwa bahati mbaya, kwa kukosea. Na tano ni awe amelifanya kwa ikhtiyar, kwa maana kwamba asiwe ametenzwa nguvu, amelazimishwa kufanya jambo hilo. Masharti haya yakitimia, basi patatolewa hukumu juu yake, lakini lazima asimamishiwe hujja juu ya hayo. Kama ni ujinga, basi afahamishwe, iwe ni ilmu. Kama akasahau, basi akumbushwe, wa hakadha. Sheikh Ubayd al-Jabiri rahimahullahu ta'ala alipokuwa akiashirisha maneno haya Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymeen katika maelezo, akafikia kuelezea kwamba watu wengi wanaoingia katika Uislamu leo au wanaokuwa katika wakati huu, pengine wakaingia katika Uislamu au wakakulia katika malezi ya watu wenye khurafat na tasawuf, ta'dhimul qubur na mfano wa mambo hayo, au kuwa mambo hayo wamearithi kutoka kwa wazazi wao, baba zao, mababu au mashekhe wao, wakayadhania kwamba mambo hayo ni dini, kwamba dini ya Uislamu ni hii.
mambo haya, lazima tufanye hivi na hivi na hivi katika mambo ya mukhalafa. Sasa mambo haya ni mengi huko Europe, Amerika, Afrika, Asia. Watu huwa wanapata hidayah ya kupata Uislamu, lakini kupitia katika mikono ya watu ambao wametalatakh na haya tuliyotaja. Kwa hiyo wakawa wanawafundisha masala ya kufanya ghuluu katika qubur salihin wa ghairihim, wakafikia hadi ya kufanya tawafu, kuweka nadhiri na mfano wa haya, kuchinja na kufanya istighatha bil awliya. Kwa hiyo hawatakufurishwa kwa mujarrad wa kufanya kwao huko, ni lazima wasimamishiwe hujja, kama anavyoeleza Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Kwa atakayefanya jambo kwa kujua hasa, huyo baada ya kuwa amefahamishwa akafanya inadi katika hilo, fa asarra wastakbar, basi apate pewa hukumu. Lakini kabla ya hapo, ndio maana ikaja min ba'di ma tabayyana lahu alhuda, baada ya kumbainikia yeye uongofu. Na imefasiriwa alhuda bimaana alilmu النافع بمعنى العلم النافع. كذلك وقوله لقولياك الله تعالى وما كان الله ليضل قوما، نحكوا الله ni mwenye kuwapoteza watu baada idh hadahum, baada ya kuwa ameshawaongoza wao. Yani hakuwa mwenye kuhukumu kwamba wao wako katika dhalala baada ya kuwa washawaongoza, hata yubayina lahum ma yattaqun, mpaka awabainishie wao kile ambacho watamcha Allah, kwa hicho watajikinga na kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Inna Allah bikulli shay'in alim, hakika Allah juu ya kila kitu ni mjuzi. Inna Allah lahu mulku as-samawati wal ard, hakika Allah ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini. Yuhyi wa yumit, anahuisha na anafisha. Wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir, na hamna nyinyi kinyume na Allah mtetezi yoyote wala mwenye kuwanusuru. Hamtapata wa kuwatetea wala hamtapata wa kuwanusuru. Wama kana Allahu liyudhilla qauman, na haiwi kwa Allah kuwapoteza watu baada idh hadahum, baada ya kuongoza, hata yubayina lahum ma yattaqun, mpaka awabainishie wao lile ambalo litawakinga wao na adhabu yake. Yani ma yattaqun, lile ambalo litawakinga wao na adhabu yake, mpaka wabainishie kwamba mkilifanya hili litawakinga na adhabu. Inna Allaha bikulli shay'in alim, hakika Allah kwa kila kitu ni mjuzi. Inna Allaha lahu mulku as-samawati wal ard, hakika Allah ni wake yeye ufalme wa mbinguni na ardhini. Yuhyi wa yumit, anahuisha na anafisha. Wama lakum min duni llahi min waliyin wala nasir, na hamna nyinyi kinyume chake, kinyume cha Allah, mlinzi, wali, mlinzi au mtetezi, wala nasir, wala mwenye kunusuru. Walihadha qala ahlu alilm, na kwa sababu hii wamesema wanawazuoni watu wa ilmu, la yukaffaru jahidu alfaraid, hata kufurishwa mwenye kuzikanusha faradhi, idha kana haditha ahdin bilislam, atakapokuwa ni mgeni kwa zama katika Uislamu, ahadi yake na zama zake za kuingia kwenye Uislamu ziko karibuni, hakuingia zamani, ndio maana yake. Hata yubayana la, mpaka abainishiwe yeye. Naam.